Hello wapendwa, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, na leo tutazungumzia ute wa kubeba mimba, au kwa jina jingine unaweza ukauita ute wa siku za hatari kwa mwanamke, ambao unatokana na mabadiliko ya running kwa mfumo wa uzazi. Na watu wengi wamekuwa wakijiuliza, je, ute wa uzazi ni nini? Ute wa mimba ukoje? Au nitajuaje kama niko kwenye siku za hatari? Ni maswali ambayo mmekuwa mkijiuliza wanawake wengi. Basi kaa na mimi hadi mwisho wa video hii, kwa sababu nitaelezea vitu 20 muhimu vya kuzingatia, ambako utajijua kwamba uko kwenye hali gani. Na kabla hatujaanza, usisahau kusubscribe channel yetu ya Penicare, lakini pia kulike video yetu na kucomment kama umewahi kuona ute wa aina hii. Je, ute wa uzazi ni nini? Ute wa uzazi ni majimaji yanayotoka ukeni ambayo hubadilika kulingana na mzunguko wa hedhi kwa mwanamke. Na ute wa uzazi unatoka wapi? Ute wa uzazi unatoka kwenye mlango wa cervix au wa kizazi, na si ugonjwa na si uchafu, bali ni hali ya kawaida ambayo unaweza ukakutana nayo. Lakini pia mtu mwingine anaweza akajiuliza, je, siku za hatari ni zipi? Siku za hatari ni siku ambazo zinatoka yai linatoka ovulation, na kwa mwanamke anaweza kushika mimba kirahisi. Na ute wa uzazi na ule ute wa siku zisizo za hatari ukoje? Huenda ukawa mkavu, mzito au mweupe au cream. Hiyo ni changamoto, sio wa kawaida. Na je, ute wa siku za hatari ukoje? Ni utelezi laini au wazi na unavutika kama uzi. Huo ndo ute ambao nitauzungumzia kwa siku ya leo. Lakini pia kitu kingine, watu wengine anaweza akajiuliza, harufu ya ute wa uzazi hauna harufu kali wala mbaya. Ule unakuwa ni ute ambao hauna changamoto yoyote. Lakini kiasi cha ute wa siku za hatari, pia mtu anaweza akajiuliza kwamba inakuwa na kiasi gani. Ute huwa mwingi kadiri kuliko siku za kawaida. Maswali ni mengi ambayo watu wanakuwa wakijiuliza. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho wanaweza wakajiuliza pia, kwamba tofauti ya ute wa uzazi na maambukizi ni upi? Maambukizi huwa una rangi ya kijani njano au harufu mbaya na miwasho. Lakini kitu kingine, mambo yanayoathiri ni ute ni nini? Kuna msongo wa mawazo, dawa, kuna hormones kwa wanawake ambao unakuta na changamoto hizo za hormone. Pia hiyo inaweza ikakusababishia au ikakufanya unabadilika kwa ute wako wa uzazi. Lakini pia kuna umuhimu wa ute kwa mbegu za kiume pia. Kwa hiyo hata wewe mwanaume ukiwa na mbegu zako zimeathirika, unaweza pia kumzuru mwanamke wako ambaye ukikutana naye. Na ute huo husaidia mbegu kuishi na kufika kwa yai au kwa urahisi kabisa. Ni mzuri sana ukajua kwamba hiyo changamoto unayo au hauna. Lakini kitu ambacho unatakiwa kijua pia, kwa wakati mwingine ujue kwamba huo ute na mpango wa kupata mimba hiyo huwa imekaaje. Na huu ndio muda mzuri wa kushiriki tendo la ndoa kama unahitaji kushika ujauzito. Ni vizuri zaidi ukajua kipindi ambacho unahitaji kushika ujauzito. Je, upitie kwenye hali gani ambayo itakusaidia wewe kupata mimba kama utakuwa uko tayari kubeba ujauzito. Lakini kitu kingine kwa ufupi, ute wa kubeba mimba ni wazi, mtelezi, lakini pia unavutika kama huzi. Lakini huonekana zaidi kwenye siku za hatari. Lazima utauona. Kama utauona pia, jitahidi uwe makini. Kuna watu wengine hawako makini, anaweza akahisi hajaona huo ute, lakini ule ute lazima uonekane. Na kujijua mwili wako ni hatua muhimu katika kuijua afya ya uzazi pia kwa wewe mwanamke. Na kama umejifunza kitu leo, bonyeza like, subscribe, lakini pia share video hii kwa wengine ili wanufaike kuipata darasa hii, au kujua ni nini ambacho wanatakiwa kufanya kama wazazi au wale watu ambao wanahitaji kupata uzazi. Asante kwa kututazama, tutaonana kwenye video ijayo.